Tunatarajia kuhudumia wagonjwa 15 wa upasuaji katika kambi hii. Tumekuwa na kambi hizi mara kwa mara kwa kipindi sasa cha miaka 9 baada ya kuanzisha mashirikiano na shirika la Medikits kutoka Marekani, ambao tumekuwa tukisaidiana katika kuwahudumia wagonjwa hawa wenye mahitaji haya katika kanda hii ya Ziwa. Washirika wenzetu tumekuwa tukisaidiana nao kwa sababu tumekuwa tukitusaidia katika kujengea uwezo, lakini pia wamekuwa wakiwafadhili watoto ambao wameshindwa kulipia gharama za matibabu, lakini wamekuwa wakisaidia taasisi katika vitendea kazi vifaa vya upasuaji, ambavyo kama tunajua huduma hizi za afya ni ghali na vifaa vyake ni ghali. Hawa tunaohudumia kwenye kambi moja ni wagonjwa ambao wamekusanywa kwa kipindi, sio ni wagonjwa ndani ya mwezi mmoja. Kwa wale ambao wanahitaji ubobevu wa juu tunawakusanya kwa kipindi miezi 6 mpaka mwaka. Kwa kila mwaka wanapokuja basi tunakuwa nao, tunatoa huduma hizi. Kwa mfano kama nilivyotangulia kusema, kwenye kambi hii tulikuwa na wahitaji wa takriban wagonjwa 15. Ni uhitaji upo kwa sababu kama unavyoona tumekuwa na kambi hizi na hakuna kambi ilikosa wahitaji. Kwa hiyo tatizo lipo. Kila hatua ya huduma hizi inakuwa na gharama tofauti. Kimsingi gharama zake ni kubwa, zinaweza zikafika milioni 3 au zaidi kwa mgonjwa mmoja kwa kujumuisha gharama hizi kimsingi. Changamoto ambazo tunaziona nyingi ni wagonjwa kuchelewa kuzitafuta huduma za tiba. Kwa wanafika hospitalini magonjwa yao yamefika hatua ya mbali. Kwa hiyo kama wangeweza kufika kwa haraka wakahudumiwa kwa mapema, basi tatizo lisingekuwa na linahitaji ubebevu wa zaidi ili kuweza kuwahudumia. Lazima tufahamu kwamba hizi ni huduma za ubingwa bobezi, na sisi kama taasisi tumekuwa tukitanua wigo wa huduma zetu kutoka kwenye huduma za kibingwa kwenda kwenye huduma za kibingwa bobezi. Kwa hiyo kwa mashirikiano haya sasa inatusaidia kujengea uwezo na kuwafikia wale wahitaji wa huduma hizi katika kanda ya Ziwa ambao sio rahisi kuzipata hizi huduma hapa nchini. Kwa hiyo kambi hizi zinawaleta pamoja wale ambao wanahitaji hizi huduma za kibingwa bobezi ili sasa waweze kutatuliwa matatizo yao na changamoto zao katika maeneo haya ya masikio, pua na koo. We're here today and this week at this surgical camp to help for a couple of reasons. One is to help the kids here. 2 is to work with the surgeons here to help them with whatever they need in terms of developing their surgical skills. We're trying to increase that capacity, and that's a capacity by working with KUHAS, by working with Bugando, by working with CASEXA, and with Mending Kids, and with University of California in San Francisco, so that we can create a sustainable program such that in 10 years or whatever time it takes, we will be able to leave a program where the number of pediatric ears, nose, and throat doctors is able to be sustained, and that we can increase the capacity for taking care of kids in Africa in the ears, nose, and throat realm. Kwa majina naitwa Cecilia Protas, ni daktari bingwa wa pua, masikio na koo niliyebobea kwenye watoto. Tunashukuru sana kwa ugeni uliopo wa Mending Kids ambao wamekuja, tuko nao kwa muda sasa wa wiki. Wanatusaidia na wanatuwezesha kuweza kupata ujuzi zaidi kwa sababu wenzetu wameendelea zaidi ya sisi. Tumekuwa nao kwa muda wa miaka 10 toka 2015. Wametuwezesha kwenye vitu mbalimbali, kwa mfano kama kwa kuweza kufanya operation zingine bila kufungua mgonjwa wa pua, masikio na koo. Hivyo vitu wameweza kutuwezesha na wamekuwa wakitusaidia vitu mbalimbali, kwa mfano kama vifaa ambavyo sisi hatuwezi kuwa navyo, na vile vile wanatuletea watu wengine, wataalamu wengine kwa ajili ya kuweza kutufundisha baadhi ya vitu ambavyo ujuzi wao sisi tulikuwa nao kidogo. Tunashukuru sana, na kwa sasa tunaendelea pamoja na ushirikiano wao, na tumefikia kwenye hatua nzuri ya kwamba tuko kwenye mchakato wa kuanzisha
training ambayo itasaidia katika kutengeneza madaktari bingwa bobezi watakaoweza kuwa wana uwezo wa kufanya operation na kutoa huduma za watoto wenye matatizo ya pua, masikio na koo bila kupata msaada wa wenyewe. Kwa hiyo hizo huduma zitakuwa hazisubiri mpaka wenyewe waweze kuja, kwa sababu huduma itakuwa inapatikana hapa moja kwa moja na kwa urahisi. Mimi naitwa Kanisia Laurent Mahuru, nimetokea Meko Kangae. Nimekuja kwa ajili ya shida ya tatizo la mtoto wangu anasumbuliwa na sikio. Sikio limemwanza bado akiwa anatambaa mpaka sasa hivi amefikia miaka 5. Hayo namshukuru Mungu, tumetibiwa matibabu mengi lakini umeshindikana. Tukaja hapa Bugando tukapata wafadhili hawa wamemwangalia, wamempima, wakasema hiyo shida inahitaji operation. Kwa hiyo leo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2025 anafanyia operation. Kwa muda huu naoongea mtoto yuko Sieta. Namshukuru Mungu kwa hao wafadhili waliokuja, wameleta neema. Namshukuru Mungu sana, na tena napenda na kutoa shukrani kubwa, hata kama bado hajatolewa, lakini namshukuru Mungu, najua atatoka mzima. Sikio lilianza kutoa maji, yaani hilo sikio likianza kutoa maji na macho nayo yanatoa uchafu. Kwa hiyo mwisho wake ikawa linatoa usaha kabisa. Kwa hiyo tukaendelea kumtibu kwenye hospitali, dawa za kienyeji, ikawa imeshindikana. Akaletwa hapa Bugando na mzazi wake, akawa kwenye kliniki ya sikio. Wamepima wakaona ndani ya sikio kuna tundu. Kwa hiyo leo wanafanyia upasuaji wa kuziba hilo tundu. Mimi napenda kuambia wenzangu, wanajamii, kwamba huduma hii ipo, na wakipata shida kama hiyo wakimbilie hospitali ya rufaa kama hii kubwa, sawa, ya Bugando. Hapa watapata msaada mkubwa mno.